You are the Kadosh. You are holy. You are a glorious King. You are seated on the throne. Your throne is established above all thrones, and you rule over all. For you have exalted and established your throne in the heavenlies, and your kingdom rules over everything. You are God. Yeah, yeah. You are mighty on your throne. Barekende Bosha. You are mighty on your throne. Wewe ni mkuu katika kiti cha enzi. Unatawala vyote. Mtakatifu wa Israeli, usiyelinganishwa. Mungu mwenye enzi, mwenye uweza. Umetukuka, utunzaye maagano. Mungu juu ya vyote. Unastahili mtakatifu. Unastahili mtakatifu. Unastahili. 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 Unastahili yao. Unastahili. Unastahili Mungu. Unastahili yawe. Abadekenda. Sebeketeke. Hakuna kama wewe. Dabaseke. Kama umekaa simama. Fumba macho yako. Inua mikono yako mitakatifu kwake. Uweka ibada kinywani mwako. Mtukuze mtakatifu. Yuko hapo. Anatenda makuu. Mighty on your throne. Yeah. Ancient Zions. Kadosh, Kadosh. Mighty on your throne. Yeah. Ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. Mighty on your throne. Oribana maseke. Orimana maseke bosho. Orima shabarana mase. Ziabraba gabraba de bere. Osabrama ge de bere. You reign, you reign, you reign. Ayarabana shekebe. Orabana shekebe. Orabana shekebe. Mighty on your throne. Mighty on your throne. Oribana shekebe. Semeregebe sherebe se. Oshia ramandere boshado. Mighty on your throne. Oriana sherebe. Mighty on your throne. You are exalted God. Umeinuliwa Yahweh. Umetukuka Mungu mkuu. Hapana kama wewe. Hakuna mwingine isipokuwa wewe. Mungu wa Israeli. Mungu mwenye enzi. Mungu mwenye nguvu. Mtakatifu. 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 Eremele kebere. Eremele kerebe sebere. Osia ramangere se. Sia ramangere se. Shikabarando gototo. Epechekete. Yaralala.
Osaramashegerebe. Hallelujah. 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 Urababa kabakerebe kabosh. Weka wimbo ndani ya kinywa chako. Fungua kinywa chako. Weka wimbo mpya ndani ya kinywa chako. Arebelebe shakabendele bosh. Siarielebe sabro. Yesu wastahili, umeinuliwa juu. Hosana juu mbingu, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Hosana juu mbingu, duniani iwe amani, umeinuliwa. Yesu. Hosana juu mbingu, duniani iwe amani, umeinuliwa. Hosana juu mbinguni, duniani iwe shalom, umeinuliwa juu. Hosana juu mbingu, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Umeinuliwa juu. Yesu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Yesu. Umeinuliwa juu. Hosana juu mbingu, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Hosana juu mbingu, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Yesu. Hosana juu mbingu, asaparaka, Duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Hosana juu mbinguni. Siku ya leo zaidi ya siku ya leo miaka zaidi ya 2025 zaidi ya Yesu Kristo akawa anaingia Jerusalem. Siku kama ya leo anaingia Jerusalem kukamilisha kazi ya ukombozi. Na wakati anaingia walichukua matende, wakawa wanaimba na kushangilia katika mitaa ya Jerusalem wakisema Hosana, 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 Hosana. Alishakufa, alifufuka, ameketishwa,
na anapokea ibada. Nasi leo tunasema hosana, hosana, hosana juu mbingu, duniani iwe amani, imeinuliwa juu. Hosana juu mbingu. Utatoa hosana kutoka ndani yake. Ni siku kama ya leo, na tunaposema hii hosana, najua Yesu yupo, lakini prophetically hebu tumkaribishe jiji la Mbeya. Alipokuwa anaingia jiji la Jerusalem, leo tuseme hosana. Haya majira ya uamsho, majira ya toba, majira ya uponyaji, majira ya ukombozi, majira ya urejesho. Tunaposema hosana, hosana, Yesu aingie Mbeya, Yesu aingie Mbeya, Yesu aingie Mbeya. Tuambie kwamba aliwafungua. Matendo makuu yalifanyika katika huduma ya Yesu. Huduma ya Yesu ilikuwa imejaa miujiza. Na Yohana anatuambia yako mambo mengi sana ambayo Yesu aliyatenda, ambayo kama kila jambo ambalo Mungu alitenda angesema aliandike, pasingetosha, vitabu visingetosha. Kwa maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya ishara na miujiza, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu cha kwanza ambacho kinatokea pale ambapo uwepo wa Mungu umemfunika mtu, kuna maisha ya ishara na miujiza. Kuna muujiza ambao unatokea. Unaweza ukashangaa pote kwenye gari alafu lote watu wote wamepata ajali alafu umetoka hata hujachumbuliwa. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego leo kwenye moto, lakini wakatoka hata moshi hawana. Huo ni muujiza. Amen. Wakina Daniel watupo kwa tundu la simba wanaogopa. Haiwezekani kwa kitu cha kawaida. Kwa maisha yetu yatakiwa yawe maisha ya ishara na miujiza katika jina la Yesu. Hallelujah. Kitu cha pili ambacho kinatokea, kuna ulinzi. There is coverage, protection. Ulinzi wa kimungu ambao unakuwa juu ya watu wa Mungu. Ulinzi wa kimungu ambao unakuwa juu ya watu wa Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 21. Naomba tusome wote hapo. Yohana 11:21. Sura ya 11 ya kitabu cha Yohana inaeleza kwa habari ya Lazaro aliyekufa siku 4 kaburini. Kwa Yesu akachelewa kwenda. Alipochelewa kwenda, alipokuwa mgonjwa Yesu akwenda. Baadaye amekufa ndipo akaenda. Asa mstari wa 21, Martha anamwambia Yesu, amemwona Yesu amekuja pale msibani, akamfuata Yesu akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo. Watumishi wa Mungu tunaelewana? Amen. Anasema kama ungalikuwepo. Anasema ndugu yangu asingekufa, hangalikufa. Kwa alijua ya kwamba sio tu ugonjwa ambao umemuua Lazaro. Sio tu ugonjwa ambao umemuua Lazaro. Kilichomfanya Lazaro afe ni kwa sababu Yesu hakuwepo. Anasema kama ungalikuwepo, ndugu yangu asingekufa. Ni protection. Ulinzi wa kimungu unakuwa juu ya watu wa Mungu. Ulinzi wa Mungu anakuwa anakulinda. Adui hawezi akakuletea vitu vyake. Hakuna kitu cha kipepo ambacho kinaweza kikaachiliwa, kwa sababu tu Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio maana Martha alitambua kwamba Lazaro hajafa tu kwa sababu ya ugonjwa. Amekufa kwa sababu Yesu hakuwepo. Kama Yesu angekuwepo, basi asingekufa kwa ugonjwa. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na hapa duniani ambapo tunakaa, kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea vya kukukatisha tamaa, vya kukuvunja moyo, lakini usiogope ikiwa tu uko na Yesu moyoni. Amen. Nasema usiogope kama tu uko na Yesu moyoni. Amen. Unaweza ukaumwa ugonjwa ambao madaktari wanakuambia utakufa. Lakini ikiwa tu uko na Yesu, unatambua kwamba ugonjwa hautakuwa kwa sababu tu upo naye. Unaweza ukasikia kuna taarifa mbaya ambayo imetokea. Unaweza ukasikia kuna ugonjwa mbaya ambao umetokea Tanzania, lakini kwa sababu tu uko na Yesu, hautaogopa. Kwa sababu uko na Yesu katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kitu kingine ambacho kinatokea kwenye uwepo wa kimadhihirisho wa Mungu ni kwamba kuna maisha ya kiulinzi ambayo Mungu anayaachilia. Maisha yetu yanakuwa yanalindwa na nguvu za Mungu. Kitu kingine ambacho kinatokea ni amani na utulivu. Amani na utulivu, rest. Kuna utulivu wa kimungu ambao Mungu huwa anaachilia kwa watu wake.
Yesu aliwaambia hivyo wanafunzi wake, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na nyinyi mtashinda. Kwa Yesu alituhakikishia kwamba hapa duniani kuna mambo ambayo yatatokea, confuse, yatatuchanganya, kuna vitu ambavyo vitatokea vitakuchanganya. Lakini kati ya kitu ambacho huwa kinafanyika au uwepo wa Mungu huu wa kimadhilisho unapokuwa juu yako, kuna utulivu wa kimungu ambao unakuwa moyoni mwako. Musa alipomwomba Mungu, kitabu cha Kutoka 33:14, Mungu alimwambia kwamba uwepo wangu utaenda pamoja na wewe, nami nitakupa raha, nitakupa utulivu, nitakupa amani, shalom, nitakupa amani. Kwa kuna vitu ambavyo vitatokea katikati ya watu ambao vitakuwa ni vitu vya kuchanganya. Kuna watu ambao mambo yakibadilika, vitu visipoenda sawa, wana paniki, hawana utulivu, hawana utulivu, hawana utulivu. Kuna watu ambao kikitokea kidogo tu hana amani kabisa, hapa kaliki, hawezi kufanya kitu chochote, hawezi kumwambia, hawezi kwenda hata ibadani. Mungu anatuita kwenye uwepo wake. Amen. Mungu anatuita kwenye uwepo wake katika jina la Yesu. Unakuta kuna mambo ambayo yanafanyika hata uelewi. Kuna vitu ambavyo vinatokea, kuna mambo labda yanahitaji pesa nyingi, hujui utafanyaje. Hujui utafanyaje, unataka kufanya kitu hujui unaendaje. Biashara inakuangurukuka huko, mambo hayaeleweki. Usisahau kwamba uwepo wa Mungu ukiwa pamoja nawe unakupa utulivu. Amen. Na ujifunze kutulia. Maandiko yanasema unapotulia utamjua Mungu vizuri, utaisikia sauti ya Mungu vizuri. Tulia na ujue kwamba mimi ni Bwana. Watu wengi hawana utulivu na kwa hiyo hawawezi kumsikia Mungu. Panapokuwa na mambo mengi yanaendelea huko, huwezi kumsikia Mungu. Elia alikaa pale, akaona mvua inakuja, radi inakuja, tetemeko linapita, Mungu akwepo. Mungu aga anakuwa katika utulivu. Amen. Mungu anasema Roho Mungu alitulia juu ya vilindi vya maji. Unaona? Mwanzo 1:2 pasema Roho Mungu alitulia. The Spirit of God hovered. Alitulia, aliatamia kwa utulivu. Au katungia sema alitembea taratibu. Unaona? Kwa Roho Baba, huwa ni roho ya utulivu. Amen. Kwa uwepo wa Mungu akimadhilisho unapokuwa na wewe, kuna utulivu ambao unakuwa ndani yako katika jina la Yesu. Kitu kingine ambacho kinatokea uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe, unaweza ukausikia kwa mwili wako. Sasa hapa lazima umejizoeza kumsikia Mungu. Kwa Roho Mtakatifu anapokuwa anataka kuwatumia watu katika karama za nguvu. Unajua kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. Kuna karama 3 za kuongea, karama 3 za kutumia nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, na karama 3 za mafunuo. Kwa hizo karama 3 ambazo zinahitaji kutumia nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako ni karama ya imani, matendo ya miujiza na karama za kuponya. Tuko pamoja mpaka hapo watumishi wa Mungu? Kama tuko pamoja nipungie mkono. Sasa kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. 3 za kuongea ambao ni neno la unabii, kunena kwa lugha na tafsiri za lugha. Alafu 3 za kutumia nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako, imani, matendo ya miujiza na karama za kuponya. Alafu 3 za kufunua, za mafunuo ambazo Mungu anatakiwa kufunulie. Neno la maarifa, neno la hekima pamoja na kupambanua roho. Sasa wale ambao wanatembea katika karama za kutumia nguvu za Mungu, kama umejizoeza kumsikia Mungu, kwa mfano Mungu anataka kusema kwamba kuna mgonjwa ambao yupo katikati yetu, anataka aseme na wewe, anaweza akaachilia ishara kwenye mwili wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusikia kama kitu kinauma moyoni pa baba vile alivyosema kilopita, usikia kama kuna kitu kinagonga moyoni pa. Alafu hapo hapo kwa neno la maarifa anakusemesha kwamba kuna mtu ambaye ana shida kwenye kifua. Tunaenda pamoja. Kwa unaweza kumsikia Mungu, you can sense God. Unaweza kumsikia Mungu. Unaweza kumsikia Mungu, anaweza kukupa ishara kwenye mikono yako. Mungu anaweza kukupa ishara kwenye miguu yako, ishara kwenye macho yako. Amen. Kwa uwepo wa Mungu ukiwa pamoja naye, you can easily hear God. Unaweza kumsikia Mungu kwa urahisi. Amen. Tunaenda pamoja? Sasa hapa mpaka ukae na Mungu kwa muda mrefu kidogo. Hauwezi ukafikia kiwango tu kirahisi. Wale watu waliokuwa wanaenda katika mji ule wa Emmaus, katika kitabu cha Luka sura ya 24, mstari wa 13 wanakutana na Yesu. Ukifika mstari wa 30, 31 mpaka 33 pale, Yesu alikuwa anaongea nao lakini alikuwa hajajifunua bado. Alafu alipoondoka, amemega mkate akaondoka. Wakasema, hivi mioyo yetu haikuwaka alipokuwa anasema nasi? Unaona? Kuna kitu ambacho alikisikia mioyoni mwao. Kuna kitu ambacho walikisikia ndani ya moyo. Yesu alikuwa katikati yao. Hawakumtambua. Hawakujua kwamba huyu ni Yesu. Lakini uwepo wake ulikuwa unabana kwenye mioyo yao. Mioyo yao ilikuwa inaungua, wanasikia kama vile kuna kitu cha tofauti. Ndio maana sema mioyo yetu haikuungua alipokuwa anasema nasi. Kuna wakati unaweza ukakaa na Mungu, labda unakaa kwenye
maombi, ghafla uwepo wa Mungu unakufunika, unausikia upendo wa Mungu umekuja juu yako. Unasikia kama vile mtu amekukumbatia hivi. Unasikia kama vile umefunikwa na blanketi fulani hivi katikati ya baridi. Yaani unaweza kumsikia Mungu. Kuna wakati unaweza kumwomba Mungu toba mpaka ukaona kama Mungu anacheka. Yaani hapa nimeomba mpaka Mungu anafurahi. Kuna viwango ambavyo kanisa tunatakiwa kufika katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lini mara ya mwisho umemsikia Mungu? Lini mara ya mwisho umemsikia Mungu akikugusa? Ulipokuwa mwenyewe unaomba, umemsikia Mungu lini? Unaweza kuona mtu anagalagala analia. Kuna kitu ambacho amekipata kwa Mungu. Wakati mwingine Mungu anakufunulia juu ya upendo wake ulivyo kwako. Hauwezi hata kueleza. Hauwezi kufananisha na kitu. Kuna uwepo ambao unakuwa umekufunika. Hauwezi ukalinganisha elimu ulionao na upendo wa Mungu. Hauwezi ukalinganisha fedha ulizonazo na upendo wa Mungu. Hauwezi kulinganisha biashara ulionayo na upendo wa Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka tuvisikie. Kuna uwepo ambao Mungu anataka tusikie. Tukiwepo imani mwake kuna vitu ambavyo Mungu anataka tumsikie. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kitu kingine ambacho huwa kinafanyika uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe ni uharibifu kwa adui zako. Uharibifu kwa adui zako. Uharibifu kwa adui. Mungu anapokuwa pamoja na mtu huwa haruhusu adui zake wainuke. Sababu napo pia utakiwa ujizoeze kukaa na Mungu. Ujizoeze kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu sio kitu cha siku moja, ni kitu ambacho unakifanya kama maisha yako. Ni safari, unaendelea kutembea naye siku kwa siku. Wakati ya kitu ambacho kinafanyika Mungu anapokuwa pamoja na mtu, adui hata muonea. Anamwambia Daudi kwamba adui hata kuonea. Ukifika mstari wa 9 kuna kitu ambacho utakigundua pale. Alipokuwa anawatoa Mungu kutoka katika nchi ya Misri, jeshi la Farao lilikuwa linakaribia kuwafikia. Kama unajua, wao walikuwa wanaenda kwa miguu, Farao na jeshi lake walikuwa wanaenda kwa magari, kwa farasi. Walipokaribia kuwafikia, maandiko yananiambia hivi kwamba yule malaika ambaye alikuwa amekaa mbele ya jeshi la Israeli alitoka mbele yao akaja nyuma yao. Haleluya. Alitoka kule alipokuwa anawaongoza. Maandiko atuambia malaika akatoka mbele. Na unajua uwepo wa Mungu ulikuwa unajidhihirisha kwa nguzo ya wingu wakati wa mchana na usiku nguzo ya moto. Kwa hiyo ule ulikuwa ni wakati wa usiku. Maandiko atuambia alitoka mbele yao, akaja nyuma yao, akaongeza giza huko upande wa adui. Giza likawa kubwa upande wa adui. Wakapigwa upofu. Natangaza katika jina la Yesu, adui zako wapigwe upofu. Adui wa watoto wako wapigwe upofu katika jina la Yesu. Adui wa kazi yako wapigwe upofu kwa jina la Yesu. Adui wa huduma yako wapigwe upofu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo malaika alitoka kaenda akaongeza giza. Maandiko atuambia kwamba giza likawa nene. Haikuishia hapo tu. Walipoachiliwa kwamba taifa la Israeli limeanza kwenda mbele, wameanza kuvuka ile bahari, Wamisri nao wakasema na sisi tutaenda tutavuka. Walipoanza kuvuka, maandiko yanatuambia kwamba magurudumu yao yakawa mazito. Hawakuweza kwenda kama vile kawaida. Kuna namna ambavyo Mungu akiwa pamoja na wewe, wanaokukimbiza hata kama wanakimbia kiasi gani, hawezi kukukamata katika jina la Yesu. Hawezi kukamata katika jina la Yesu. Walikuwa wanapita katikati ya bahari ya Shamu. Taifa la Israeli liko huko bado halijatoka. Farao na jeshi lake naye amesema ngoja na sisi twende tukawakamate. Maandiko sasa Mungu akaleta utisho. Wakatambua kwamba Mungu yupo katikati ya watu wake. Natamka utisho katika jina la Yesu. Vijana wa Mungu tutembee na utisho katika jina la Yesu. Wadada na wakaka watembee na utisho wa Mungu. Wamama watembee na utisho wa Mungu. Wababa watembee na utisho wa Mungu. Oh, Farao akasema Mungu anapigania. Mungu anapigania. Sasa wamekuja kushtukia dili, lakini wapo katikati ya maji. Wamechelewa kushtukia Bwana. Hawakutambua kwamba Mungu anawapigania. Acha Mungu ainuke. Nasema acha Mungu ainuke. Acha Mungu ainuke. Kwa sababu Mungu akiinuka maadui wanatetemeka. Mungu akiinuka maadui wanatawanyika. Mungu akiinuka mifumo inabadilika. Mungu ainuke katika jina la Yesu. Mungu ainuke kazini kwako katika jina la Yesu. Mungu ainuke, Mungu ainuke, Mungu ainuke, Mungu ainuke. Let's go the rise.
My Lord, my God. Mungu aliinuka katikati ya taifa la Israeli. Maadui wakatetemeka. Maadui wakaangamia. Tunatangaza maangamizo ya adui. Tunatangaza maangamizo ya adui. Adui aliyekaa juu ya malango ya Tanzania, tunamtangazia maangamizo. Adui aliyekaa katika viti vya enzi, tunamtangazia maangamizo. Mungu anainuka kwa ajili ya watu wake. Mungu katikati ya watu wake. Kuna wito wa uwepo wa Mungu kwa kanisa. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea Mungu anapokuwa katikati ya watu wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu ambavyo Mungu anatuita katika hivyo ili uwepo wake upate kuweza kujidhihirisha. Nimalizie hapa. Mungu atuita katika mambo gani? Wewe unasema wito wa uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu is an atmosphere that can be created. Uwepo wa Mungu ni hali ambayo inaweza kutengenezwa. Unaweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu katika maisha yako. Unaweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu katika kazi ambayo unaifanya. Mwanafunzi ambaye unanisikiliza, unaweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu katika masomo yako. Amen. Nasema mwanafunzi, unaweza kutengeneza uwepo wa Mungu kwenye masomo yako. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo Mungu anatuita. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anatuita katika hicho, katika eneo la utakatifu na kujitenga kwa ajili ya Mungu. Amen. Utakatifu na kujitenga kwa ajili ya Mungu, sababu hivi vyote vinaenda pamoja. Hapo kitu kinachoitwa kitakatifu maana yake kimetengwa kwa ajili ya Mungu. Kuna vyombo ambavyo vilikuwa ndani ya hekalu ambao maandiko yanasema hivi vyombo vilikuwa vitakatifu. Vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya Mungu. Vikombe vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Belshaza alipojaribu kutumia vikombe ambavyo Mungu aliviagiza kwamba wasivikuse, wasivitumie, Mungu akakasirika. Mkono kaandika, ufalme wako umepimwa kwenye midani, umeonekana kwamba umepungua, umegawanywa kwa Amedi na Uajemi, mene tukia na Peresi, kwa sababu vile vitu vilikuwa ni vitakatifu. Kwa hiyo Mungu anatuita katika utakatifu ili apate kuonesha uwepo wake katika maisha yetu. Hiki ni kitu cha kwanza. Uwezo wa kana Mungu mtakatifu kama wewe sio mtakatifu. Mungu mwenyewe alikoko amejitenga. Anaitwa Mungu ambaye amejitenga na ubaya, amejitenga na dhambi, amejitenga na kitu chochote. Hata malaika wake tu wanaogopa kumwangalia, isipokuwa wale maserafu na makerubi ambao wanalinda kiti chake cha enzi, ndio anakuwa naye muda wote. Mungu ni mtakatifu. Amen. Nataka tuweze kutembea katika hivi viwango vya uwepo wa Mungu. Utakatifu is number one point. Ni point ya kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 16 mstari wa 16 na wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 16 na wa 17. Atuambia sisi ni nyumba ya Mungu. Mungu hataka kukaa katikati yetu. Mungu hataka kutembea katikati yetu. Sasa kuna kitu ambacho Mungu anakiagiza. Anasema kwa hiyo, huu ni mstari wa 17. Anasema tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Toka kati yao, jitenge nao. Usiguse chochote kilicho kichafu. Usifanye chochote kilichochukizwa kwa ajili ya Bwana. Asema naye atakukaribisha. Mungu anakaribisha watu. Mungu anakaribisha watu kwenye uwepo wake. Lakini kati ya kitu cha kwanza ambacho hatutaka ni kwamba tuwe watakatifu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha pili ambacho Mungu anatuita katika hicho ni unyenyekevu na moyo uliopondeka. Unyenyekevu na moyo uliopondeka. Hivi vitu vinaenda pamoja. Unyenyekevu kwa Mungu ambaye haumuoni na kwa watu ambao unawaona. Watu ambao Mungu amewapa mandate. Watu ambao Mungu amewapa mamlaka. Watu ambao Mungu amewaweka mbele yetu. Unyenyekevu na moyo uliopondeka kwao. Mungu anainua watu kupitia watu. Mungu anafanya mambo makubwa kupitia watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 34:18 anasema Bwana yu karibu nao waliopondeka moyo. Bwana anafanya uwepo wake karibu kwa watu ambao wamepondeka moyo. Tena anasema kwenye Isaya 66 pale 2, mtu huyu ndiye ambaye nitamwangalia. Mtu mnyenyekevu, mpole, ambaye anaweza akatetemeka anaposikia jina la Bwana, anaposikia matendo ya Mungu. Mungu yuko karibu na watu wanyenyekevu. Ukitaka kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu. Kwa watu ambao Mungu amekupa, kwa watu ambao Mungu amekuweka mbele, ameweka mbele yako, na kwa Mungu mwenyewe. Amen. Hiki ni kitu ambacho kiepukiki. Maandiko yanasema kiburi utangulia kabla ya uangamivu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Unapoinua kiburi ndani yako, Mungu hawezi kutembea na wewe. Tena maandiko yanasema sio shetani ambaye atakupinga, anasema Bwana anawapinga wenye kiburi, bali wapa neema wanyenyekevu. Kwa ni Mungu ambaye atakupinga, ni Mungu ambaye atakuzuia. Hautaji mtu kuzuia, ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye atakuzuia. Mungu anawapinga wenye kiburi, bali wapa neema wanyenyekevu.
Hicho ni kitu cha kwanza hicho. Kitu cha pili. Kitu cha tatu ambacho nacho kinaenda sambamba, ni kama pointi mbili ambazo zinaenda sambamba, ni kumpenda Mungu na kuzitii amri zake. Kumpenda Mungu na kuzitii amri zake. Anapotuita Mungu kwenye uwepo wake, anapotuita kwenye uso wake, anapotaka mafuriko ya Baba ya Roho wake Mtakatifu yatembee katikati ya watu, kati ya kitu ambacho Mungu atakitaka katikati yao ni kumpenda, na atakapompenda wazishike amri zake. Amen. Amen. Yohana 14:15 Yesu anaambia, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hauwezi ukasema unampenda Mungu wakati amri zake uzishiki. Kuna vitu ambavyo Mungu ameagiza katika neno lake. Kuna mambo ambayo Mungu tayari ameshasema, hahitaji kusema tena. Kwa hapo unagundua kwamba watakiwa uwe na neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako katika hekima na maarifa yote. Ujue Mungu anasemaje. Ujue sheria zake. Kama unataka kuona uwepo wa Mungu kwenye biashara, sheria za Mungu juu ya biashara anasemaje? Sheria zake za sadaka kwenye fungu lako la 10, unamheshimu Mungu kwa sadaka yako? Kama umheshimu hata kwa fungu lako la 10, 5,000, 10,000 unayoipata, hawezi akatembea na wewe, adui atakuonea. Hahitaji maombi. Hahitaji kuomba hapo kwamba shetani kwa nini unanionea? Anasema usipotoa fungu la 10 adui atakuja ataiba. Yaani kitu ambacho kipo tu. Malimbuko, sadaka za upendo. Ni vitu Mungu ameongea mambo mengi sana. Mungu amesema mambo mengi sana. Anasema kama unampenda Mungu, kiashiria cha kwamba unampenda Mungu ni kuzishika amri zake. Amen. Anasema hivi, nanyi mkinipenda mtazishika amri zangu. Ukisoma hiyo Yohana hapo 14:21, kuna kitu ambacho Yesu anakiongea, kitu kizuri sana. Yohana 14:21 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika. Yeye aliye na amri za Yesu na kuzishika. Sio tu uwe na neno la Mungu, bali pia ulishike, utembee katika hilo. Anasema yeye ndiye anipendaye. Huyo ndiye ambaye anampenda Yesu. Alafu anasema naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda. Alafu anamalizia kitu cha msingi sana, kwamba sio tu atapendwa na Baba yangu, sio tu kwamba mimi nitampenda, lakini pia nitajidhihirisha kwake. Amina. Sasa atajidhihirisha kwake. Soma hapo Biblia yako imeandika. Anasema yeye atajidhihirisha kwake. Napotaka madhihirisho ya kanisa, neno la Mungu aliepukiki. Napotaka uamsho kwamba Roho Baba atembee tena, kuzishika amri za Mungu ni kitu ambacho kanisa linatakiwa lisisitize. Amen. Kuzishika amri za Mungu ni kitu ambacho ni cha lazima. Yesu hawezi kujidhihirisha kama sio mtii kwa amri zake. Hawezi, utakuwa mvurugaji katika ufalme wa Mungu. Amesema hiki wewe utafanya hiki. Atajidhihirisha kwa watu ambao wanampenda. Amen. Na kuzitii amri zake. Amen. Mungu anatuita kumpenda. Amen. Mungu anatuita kumpenda. Amen. Mungu anatuita kumpenda. Amen. Mpende Bwana Mungu wako. Mpende kwa moyo wako wote. Sasa mpende Mungu. Mpende sana Mungu. Yapo mambo mengi ambayo yanapendeza hapa duniani, lakini hakuna zaidi ya Mungu. Amen. Dunia itakwambia mambo mengi sana kuondoa upendo wako kwa Mungu. Na maandiko yanatuambia kwamba ukipenda dunia na mambo yaliyomo ndani yake, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Sasa usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Usipende dunia. Vijana msipende dunia katika jina la Yesu. Vijana msipende dunia katika jina la Yesu. Iko mifumo mingi ambayo inatoka katika shimo la kuzimu ambayo inaachiliwa duniani. Yako mambo mengi ambayo shetani ana manipulate, anayatengeneza, anayaachilia duniani. Ziko style nyingi, ziko fashion nyingi ambazo shetani anazitengeneza na kuzileta duniani. Ukishaona unaanza kuenenda nazo, tambua kwamba upendo wa Mungu haupo ndani yako. Na kama upendo wa Mungu haupo ndani yako, ukumbuke Yesu hawezi kujidhihirisha ndani yako. Unataka madhihirisho, lazima ukubali kumpenda Mungu. Katika hali yoyote ukubali kumpenda Mungu. Ukubali kung'ang'ania msalaba wa Yesu. Katikati ya watu ambao wanamkashifu Yesu, ukubali kung'ang'ania msalaba wa Yesu. Ukubali kubeba msalaba wa Yesu. Kanisa, tukubali kubeba msalaba wa Yesu. Tukubali kumpenda Yesu. Yeye alitupenda kwanza, akautoa uhai wake kwa ajili yetu, na sisi imetupasa kumpenda. Imetupasa kubeba msalaba wa Yesu katikati ya hali zote, katikati ya mazingira yote. Tung'ang'anie msalaba wa Yesu katikati ya hali zote. Kanisa, ng'ang'anie msalaba. Msalaba kwa waaminio ni nguvu ya Mungu. Utakapong'ang'ania msalaba, nguvu za Mungu zitatembea. Mama, unapong'ang'ania msalaba, kuna nguvu ya Mungu ambayo itatembea. Kijana, unapong'ang'ania msalaba, nakwambia tu itachukua muda kidogo tu, Roho Baba ataanza kujidhihirisha katikati yako. Watu wataanza kumwona Roho Baba. Ung'ang'anie msalaba. Oh, Ikandara bukuri ando.
Penda Mungu. Penda Mungu. Penda Mungu. Kitu kingine ambacho Yesu anatuita kwa ajili ya uwepo wake kuwa manifested, kwa ajili ya uwepo wake kudhihirika, ni maisha ya kiu kwa ajili ya viwango vikubwa vya Mungu. Kiu kwa ajili ya Mungu. Kiu kwa ajili ya Mungu. Hii ni eneo la msingi sana. Unapoanza kutembea na Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kujidhihirisha afu kaona umefika. Mungu anaweza kufanya kitu kaona kama umetosheka. Kuna watu kwenye Biblia ambao walikuwa na kiu, wewe waling'ang'ania Mungu. Watu walikuwa na kiu. Umewahi kumsoma vizuri Yoshua? Yoshua ambaye alimtangulia, alikuja baada ya Musa. Yeye jamaa alikuwa sio mtu wa kawaida. Mungu hakumuinua kwa bahati mbaya tu. Alikuwa ni msaidizi wa Musa. Musa anakaa mlimani siku 40. Yeye anakaa chini anamsubiria. Sio hapo tu. Ukisoma Kutoka sura 33, mstari wa kuanzia 13 pale, 11 hadi 13. Kutoka 33, hapo ni Musa ameenda kumpeki Mungu. Ameenda kumwomba Mungu kwamba Mungu, umesema kwamba unatuchukua watupeleka katika nchi ambayo umetuahidia. Alafu umesema kwamba tunaenda na malaika wako tu. Akaanza kukaa na Mungu, na maandiko yanasema kwamba alikaa na Mungu siku 40. Siku 40 mchana na usiku. Musa alikuwa na kiu ya Mungu, akaendelea kukaa na Mungu. Kuna Yoshua anaona uwepo wa Mungu umeshuka ibadani. Walipokusanyika wazee wa Israeli pamoja na Musa kumtaka Bwana kwa ajili ya taifa lao, maandiko yanatuambia kwamba walipomaliza ibada watu wote wakaondoka. Afasema lakini Yoshua alibaki mle hekaluni. Huyu jamaa alikuwa na njaa. Huyu jamaa alikuwa anamtaka Mungu kweli, sio mchezo. Kuacha hivyo kufanya mambo yako kumtaka Mungu. Siku hizi ni mara chache sana watu kumaliza ibada kila mtu ashaondoka. Na hata mtu akienda, kuna wale ambao moto unakuwa unawaka. Unafika nyumbani unaendelea hata kuomba, unasikia uwepo wa Mungu bado umekufunika. Siku hizi vigumu sana kukuta vijana wanabubujika, wanalia machozi, wanalia Mungu tembea nami Baba, tembea nami. Daudi ni mtu mwingine ambaye alikuwa na kiu ya Mungu. Asema kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji, nafsi yangu ya kuonea shauku Bwana. Hiyo ni Zaburi ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Asema nafsi yangu ya kuonea shauku Mungu. Ni lini nitakapokuja kuonekana mbele zako? Ni lini Mungu utakapokuja kuonekana kwenye maisha yangu? Ni lini Mungu nafsi yangu inakuonea kiu? Nafsi yangu inakuonea kiu. Ukifika Zaburi 63:1 na 2 pa, asema kwa hiyo nitakutafuta asubuhi mapema. Nitamka mapema kukutafuta wewe. Nisione nguvu zako, niuone uso wako. Au chui maandiko sasa kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake. Mng'ang'anie Bwana, mtake Bwana na nguvu zake. Mungu anatuita kumtaka yeye. Mungu anatuita kumtaka yeye Bwana. Usirizike na vitu ambavyo Mungu alifanya kwenye maisha yako. Ndani ya ufalme wa Mungu kuna mambo mengi makubwa ambayo Mungu anaweza kuyafanya. Jamani, tuwe na kiu kwa ajili ya Bwana. Uwe na kiu, sio ya kuongea, ya kutenda. Kama ni kijana kama mimi hivi, una kiu na viwango vikubwa vya uwepo wa Mungu. Unatenga siku fulani, unasema hii siku yote naitoa naomba. Nakaa namtaka Mungu. Unakaa pale unapiga magoti masaa kadhaa, unamwambia Mungu nisaidie. Mungu nakutaka wewe. Mungu nakutaka wewe. Usishie kumsikia Mungu ambaye ameandikwa kwenye Biblia. Huyu Mungu ambaye ameandikwa yuko hai. Baba amesema Yesu yuko hai. Yuko hai Bwana. Yesu ni maandishi. Yeye ni Mungu. Tena ni Mungu kamili ambaye anaishi. Ukitaka maandiko, ahadi ambazo zimeandikwa humu zitimilike. Ukitaka uwepo wake uwe dhahiri katika maisha yako, lazima ujifunze kujichimbia na Baba. Kama una muda unaenda milimani huko unamtafuta Bwana. Mtafute Bwana. Kama utalala huko mtafute Bwana. Acha kujihurumia kijana. Acha kujihurumia kanisa. Haleluya. Unajihurumia magoti, unapiga magoti dakika 5 tu magoti. Kunyosha mikono yako umenyosha mikono dakika 2 umechoka. Kuomba kwa nyumbani peke yako unaomba miayo umechoka. Mungu anatuita kwenye uwepo wake. Amen. Mungu anataka tuwe na kiu. Yesu alisema kila mwenye kiu. Yohana 7:37 pa. Anasema hata siku ile ya pili, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akapaza sauti yake akasema, kila unaye kiu na aje kwangu anywe. Kila unaye kiu aje kwa Yesu. Na kila mtu atakunywa sawasawa na kiu yake. Usisahau, mwenye kiu kubwa atakunywa maji mengi. Mwenye kiu kidogo atakunywa maji madogo. Ongeza kiu yako kwa ajili ya Bwana. Ongeza kiu yako kwa ajili ya Yesu. Ongeza kiu yako kwa ajili ya matendo makubwa. Ongeza kiu kwa ajili ya Tanzania yetu. Ongeza kiu kwa ajili ya vijana. Ongeza kiu kwa ajili ya watoto. Ongeza kiu yako kwa Baba.
kingine ambacho Mungu anatuita katika hicho ni ibada za kweli za kumsifu na kumwabudu. Ibada ya kuabudu Mungu ni roho. Amen. Kati ya kitu ambacho roho huwa zinataka, roho yoyote, awe roho wa Mungu awe roho chafu, roho zote zinapenda kuabudiwa, zinapenda kusifiwa. Hallelujah. Roho yote, na ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unaongozwa na sauti. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao is moved by sounds. Spirits are moved by sounds. Wanaposikia watu wanawasifu, wanaposikia watu wanaabudu, roho zinashuka. Roho wa Mungu anashuka watu wanapomwabudu. Hallelujah. Umesoma katika Biblia ile siku ambapo Elisha ameenda kuulizwa kwamba tunafanyeje Wafalme watatu, hiyo ni kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 3 pale mstari wa 15. Anasema wafalme wamekusanyika, tunapita katika ile eneo hakuna maji. Tunafanyeje? Maandiko yanasema, akasema niitieni mtu ambaye anaweza kumwabudu Mungu. Niitieni mtu ambaye anaweza kumsifu Mungu vizuri, atakayeweza kupiga vyombo vya muziki vizuri. Na maandiko yanasema walipomwita, mara hiyo tu mkono wa Mungu kawa juu yake. Mkono wa Mungu kawa juu yake, akaanza kutabiri. Usiogope, Bwana ataweka maji katika ile bonde lote ambalo unaliona. Hautakufa kwa kiu. Mkono wa Mungu ulishuka watu walipomwabudu Mungu katika roho na kweli. Umesoma habari za Sauli ya kwamba roho chafu ilipokuwa inadhihirika katikati yake, walikuwa wanamuita Daudi. Alipokuwa anaanza kumwabudu Mungu, alipokuwa anapiga kile kinubi vizuri, maandiko yananiambia ile roho chafu ikaondoka. Mungu anatuita kumfanyia ibada. Mungu anatuita kumwabudu. Mungu ni roho, na waabudu wamepasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu anatuita kumwabudu katika roho na kweli. Umesoma habari za Paulo na Sila, Matendo ya Mitume 16 pale 25. Asema usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wanamuomba Mungu na kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu. Wapo gerezani wanamsifu Bwana. Anaimbisha Paulo, Sila anaitikia. Anaimbisha Sila, Paulo anaitikia. Walikuwa watu wawili. Walipomfanyia Mungu ibada ya kweli, walipomwabudu Mungu, maandiko yananiambia mkono wa Mungu kawa juu yao. Uwepo wa Mungu kadhilika. Asema walipofanya hivyo, ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Milango ikafunguka, vifungo vikalegezwa. Wainuke watu watakaoweza kumwabudu Mungu. Wainuke watu watakaofungua vifungo vya giza. Watakaoweza kuitetemesha misingi ya Mbeya. Misingi ya magereza ikatikisike kwa kumwabudu tu Mungu, kwa kumwimbia tu Mungu. Kila wakati Mungu ana wimbo moyoni mwako. Hakuna wakati ambao hakuna wimbo wa Mungu ambao unatembea. Ni kwamba tu hujazoeza kuweka akili yako kumwabudu Mungu. Na ulimwengu ambao tunao umechafuka, the world is polluted. Mazingira yako polluted. Unapanda gari unaweka manyimbo ya kipepo. Unapanda bajaji siku hizi unakuta manyimbo ya kipepo. Yaani shetani amepollute kila eneo. Lazima ujifunze kuwa na utulivu kwenye sikio lako la ndani, kusikia Mungu anasema nini na kuanza kumwabudu Mungu. Unapokuwa katika hali yoyote, anza kumwimbia Mungu. Kuna wakati ambapo unakuwa hata kuomba uwezi. Umekutana na changamoto ile hujui unatokaje. Alafu Mungu anakukumbusha kwamba yeye ni Mungu, hakuna asiloliweza. Washangaa unaanza hakuna usiloweza. Ghafla unashangaa kuna mpenyo ambao Mungu, mtu wa kinanda, njoo shike kinanda, tunamaliza. Sikia uwepo wa Mungu umeshuka. Au akiwaki. Shereberende basusha. Rama sutabaya. Naya dabasure. Mungu ana wimbo kila wakati. Wakati mwingine kuna magonjwa ambayo yanakuja kwa sababu tu hujajifunza kumchangamkia Mungu. Hujajifunza kumsifu Mungu. Maandiko yanasema moyo uliochangamka ni dawa njema. Kuna vitu ambavyo ukiwa unamsifu Mungu, watikisa mguu hivi. Kuna vitu ambavyo vinaachia Bwana. Kuna vitu ambavyo vinaachia. Kuna mafuta ya Roho Mtakatifu anakuwa atembea kwenye mifupa. Useme kwamba mimi nimechoka. Kutoka kijana tu kama mwabudu Mungu anapiga miaka amekaa. Kama mzee wa miaka 90 ngapi. Mafuta ya Roho Mtakatifu yanakuwa yanatembea mwilini mwetu. Na unatakiwa uyang'ang'anie sana hapo. Ukikutana na wenzako ambao wanamwabudu Mungu, wanamsifu Mungu, unganika na hilo wingu. Usiache wingu liondoke. Usiache wingu walisikie wengine tu. Usiache wenzako waone wanagalagala kwa Mungu, alafu wewe unatoa tu macho. Usiache kuona wenzako wapiga magoti, wewe unashangaa uelewi. Ng'ang'ana na wewe na hilo wingu. Ingia katikati hilo wingu. Piga na wewe magoti. Mwabudu na wewe Baba. Wenzako wanasema Mungu ni muweza, na wewe sema Mungu ni muweza. Hata kama mambo hayaendi sawa, sema tu Mungu ni muweza. Wanaposema Mungu ni mponyaji, sema tu na wewe Mungu wangu ni mponyaji. Wanaposema Bwana ameshinda, sema tu na wewe Bwana ameshinda. Kabras kaparadush. Rana masule berende de la susha.
Na hii sio tu ukiwa kanisani, hata ukiwa nyumbani jifunze kumwabudu Baba. Jifunze. Gala chini pale. Alika uwepo wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume na shangaa kwamba kina Paulo handkerchief zao zilikuwa zinaponya. Kwamba Paulo hawezi kwenda Dar es Salaam yuko Mbeya, anaagiza handkerchief hii inaenda kwenye gari ambayo inaenda Dar es Salaam. Wasema wekeni wagonjwa hii handkerchief. Handkerchief inaponya wagonjwa. Handkerchief inaponya wagonjwa. Hao watu waliweza kukapcha uwepo wa Mungu. Waliweza kukamata uwepo wa Baba. Wakina Petro wasema vivuli vyao vilikuwa vinaponya. Kanisa, kuna kipindi cha ishara na maajabu ambacho kinakuja. Amen. Watumishi wa Mungu, kuna mambo makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika. Amen. Kuna shuhuda nyingi ambazo zitakuwa zinafanyika hapa. Lakini lazima tukamate uwepo wa Baba. Na ng'ang'ania wingu. Wingu likiachiliwa, ng'ang'ania. Ng'ang'ania. Kuna mtu alikaa kwenye kile kisima cha Bethesda, amekaa miaka 38. Akitaka kwenda, asema kuna mwingine alikuwa anang'ang'ania kabla. Amekaa pale miaka 38. Alishindwa kung'ang'ania. Mimi ningekuwa yeye ningekuwa nakaa pale karibu na kisima. Nakaa pale karibu na kisima. Yaani maji yakibuka tunamia dumbukia tu pale. Kwa nini unakaa mbali? Kuna watu ambao wakati wa kuabudu wanakuwa mbali. Wakati wa kuabudu wanakuwa wanawaza mambo mengine. Wakati wa kumsifu Mungu wanakuwa wanawaza mambo mengine. Unganika na wingu ambalo limetibuliwa. Unganika na wingu ambalo Baba ameniachilia. Unganika na wingu hilo hilo. Kuna muujiza ambao utatokea. Kuna uponyaji ambao utatokea. Kuna kufunguliwa ambao kutatokea. Kuna kitu ambacho Mungu atakifanya. Mungu anatuita kanisa la Tanzania kumfanyia ibada za kweli. Wakati mwingine hujui kuimba, wengine wenzangu wale wenye kila mwenye pumzi msifu Bwana. Usiogope. Nenda nayo hiyo sauti yako. Nenda nayo hiyo hiyo. Wengine wanaimba hivi, wewe imba hivi. Wenzako wanaimba wimbo wa Kiingereza uelewi, imba kwa Kisukuma, imba kwa Kinyakyusa, imba kwa Kipare, imba kwa Kichaga. Unganika na hilo wingu la Baba. Jifunze kuunganika na wingu. Nasema jifunze kuunganika na wingu la Baba. Maji yakishatibuliwa, wanaoingia kwenye maji ndio wanapokea muujiza. Wanaoingia kwenye maji ndio ambao wanapona. Wanaoingia kwenye maji ndio ambao wanatoka na historia. Ela masikendi makuja. Ela namba kosta paradise. Sinene na katala bafushi. Rekosta paradise. Maandiko yananiambia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwamba wale wa Asafu walianza kumsifu Mungu. Ghafla utukufu ukashuka. Wale makuhani wakaogopa. Wakasema hapa sio pa kuingia. Wingu la Mungu lilikuwa limeshuka. Maandiko yananiambia hata kazi zao za ukuhani wakaacha hiyo siku. Mchungaji anatakiwa kuhubiri, lakini kwa sababu wingu limeshuka, watu wamejiconnect na wingu la Baba. Au vijana tujiconnect na wingu la Baba. Wamama wajifunze kujiconnect na wingu la Baba. Watoto wajifunze kujiconnect na wingu la Baba. Wingu linapoachiliwa, maji yanapotibuliwa, usishangae. Usishangae. Ingia na wewe Mungu. Ingia na Mungu. Unaweza kuendelea kwa lugha koroni. Wewe anza mwilini tu hivyo hivyo. Anza na wewe hivyo hivyo tu. Unashangaa ghafla. Unashangaa ghafla. Kuna mahali Baba anakupeleka. Kuna mahali Roho Baba anakupeleka. Kuna mahali ambapo Roho Baba anakupeleka. Unaanza kumsikia Mungu anatembea ndani yako. Unaanza kumsikia Roho Baba anasema. Jifunze somo kutoka sana. Hata ukiwa nyumbani jifunze connect. Unganisha wingu, unganisha wingu. Unganisha wingu. Hata mwingine lugha ambazo tunazinena zinakuwa hazina nguvu. Sababu mawazo yetu yanawaza mambo mengi. Unapokuwa unaenda kwa lugha, jifunze kumwabudu Mungu. Wimbo huo unatembea kichwani. Washangaa Baba anaanza kunena kwa naenda. Ina masilebe na mashilele. Ana masilele shiro samu shele. Ando siele maro saele. Eko sinema ndele baro basa. Shene me sile bana bo saele. Enikiso paradise. Zimri ni shandi la baka. Kitu kingine ambacho Mungu anatuita ni kwenye maisha maombi yasiyokoma. Yesu aliomba, tunamalizia. Asema yeye katika siku za mwili wake, Waebrania 5:7. Siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Akamtolea maombi na dua na sala. Asema nakulia sana kwa machozi. Afasema akasikilizwa kwa vile alivyokuwa mcha Mungu. Waebrania 5:7. Sehemu mbili katika Biblia zinaonyesha Yesu alilia. Alipokuwa katika ule msiba wa Lazaro, sasa na Yohana 11:65 Jesus wept. Yesu akalia machozi. Sehemu nyingine ambayo Yesu alilia ni pale alipokuwa msalabani.
ndipo ambapo alilia. Lakini Paulo kwa ufunuo anasema huyu Yesu hakuwa kawaida. Unaona kwamba Yesu akiomba chochote Mungu anamsikiliza. Unaona kwamba asema Baba mikate iongezeke, mikate inaongezeka. Wanaletwa wagonjwa pale, anawekea mikono anapata afya. Wanaletwa watu mabubu, anakemea mapepo yanachomoka. Wanaletwa watu vipofu, anawashika kwenye macho wanapona. Asa Mungu alimsikiliza kila ombi ambalo Yesu aliomba. Isipokuwa ombi moja tu la kukataa kwenda msalabani. Lakini maombi yote Baba alimsikiliza. Anasema hivi, kwamba alimtolea yeye awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua na sala na kulia sana kwa machozi. Kabla Sunday tulikuwa kwenye maombi hapa jana, Baba aliongea kitu kimoja cha msingi sana. Sasa mafuta ya Roho Mtakatifu yamepunguka. Hiyo ni sura ya kwanza pale. Mafuta ya Roho Baba yamepunguka kwa sababu machozi hakuna. Vilio hakuna. Hakuna watu ambao wanamtaka Bwana. Unapoona watumishi wa Mungu watembea katika nguvu, unaweza usimwone madhabahuni analia, lakini huko nyuma utakuta usiku ni mtu wa machozi. Utakuta kuna miaka ambayo alikuwa ni mtu wa machozi. Baba, wagonjwa wanakuja, utawaponyaje? Waponye wewe Baba. Watu wanakuja kunisikiliza. Mungu. Walimtolea Mungu machozi. Na anasema Yesu Kristo alipoomba, Mungu alijidhihirisha. Akasikilizwa kwa vile alivyokuwa mcha Mungu. Hausikilizi tu kwa sababu unakuja ibadani, ila ni kwa sababu una historia ya kukaa na Mungu siri. Mungu atakusikiliza, asema anayeketi mahali pa siri pa Mwenyezi. Na hiyo Zaburi ya 91 ukifika 14 na 15 asema ataniita nami nitamuitikia. Unataka madhihirisho ya Baba, magoti hayakwepeki. Magoti hayakwepeki. Machozi hayakwepeki. Yesu aliomba. Mitume na manabii waliomba. Manabii wa kale waliomba Mungu. Wanafunzi wa Yesu walifunga sana na waliomba sana. Na walisikilizwa kwa sababu walijifunza kutembea na Mungu. Musa ni kati ya watu ambao walikuwa wanaomba sana. Anamaliza siku 40 za mfungo, anarudi tena sikini. Mungu asema, nimewasamehe Bwana, basi nimewasamehe. Siendi kuangamiza hilo taifa. Usije kabaki peke yako. Hapo chuma cha Mungu kimekaa siku 40. Kiko kinaomba tu hapo Mungu asamehe. Mungu anasamehe hapo. Asema hivi, uwepo wangu nimewasamehe, lakini uwepo wangu uende na nini? Asa Baba, siku kama ni wewe uliyetutoa katika nchi ya Misri kwa mkono ndani na wenye nguvu. Mungu anasema leteni hoja mbele zake. Leteni hoja zenu zenye nguvu. Peleka hoja zako mbele za Baba. Unataka madhihirisho ya uwepo wa Mungu? Wapi unamtaka Baba? Wapi unamtaka Mungu? Wapi unamtaka Roho wa Baba? Mungu anaweza kudhihirika popote ambapo unamtaka. Anakaa siku 40, anamtaka tena Mungu. Mungu, uwepo wako uende nasi. Uwepo wako Mungu wepo. Mungu anasamehe. Anasamehe kwamba uwepo wako unaenda pamoja naye. Asema anashuka kumwangamiza Haruni ndugu yako. Anarudi tena Mungu. Mungu anasamehe. Tunaye Mungu ambaye anasikia. Sasa Mungu wetu si kisiri hata siweze kusikia. Na mkono wake si mfupi hata siweze kuokoa. Mungu wetu anasikia. Amen. Kisoma habari za Musa vizuri kutoka 34:28 pale. Asa huyu jamaa aliomba mpaka uso wake ukabadilika. Kana watu wanaomba kwa namna sura zao waga siku hivi. Muangalie jirani yako, muangalie kwanza. Unakuta sura imekauka, yani ni sura imekauka au mbii. Kuna namna sura za umaji waga zinakuwa. Kuna namna Mungu waga anaachilia nuru yake. Kuna nuru ya Mungu. Asa Musa aliposhuka kule mlimani, akujua kwamba ngozi yake inang'aa. Huyu alikuwa ni mtu wa namna gani? Huyu alikuwa ni mtu wa namna gani? Mungu wangu. Wainuke watu watakaompenda Baba na watakaokaa naye kwenye chumba cha maombi. Wainuke vijana watakaompenda Baba na watakaokaa naye kwenye chumba cha maombi. Mungu yuko tayari kufanya mambo makubwa kwa ajili ya taifa la Tanzania. Lakini sio kwa wingi wa maneno, ni kwa wingi wa magoti yetu ambao tutaachilia mbele za Baba. Wainuke watu watakaomtaka Baba. Watu ambao wataambia Mungu enda nasi. Mungu enda nasi. Watakaomlilia Baba kwamba uwepo wake uende nao. Mungu si dhalimu. Asema na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, na waambia atawapatia haki pesi. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni hakimu wa haki.
atamlipa kila mmoja. God is the reward. Mungu ni mtunzaji, anamlipa kila mmoja. Magoti yako Mungu anayaona. Kilio ambacho unafanya kwa ajili ya watoto Mungu anakiona. Kilio ambacho unafanya kwa ajili ya kanisa Mungu anakiona. Kilio ambacho unafanya kwa ajili ya nchi Mungu anakiona. Kilio ambacho unafanya kwa ajili ya mume wako Mungu anakiona. Kuna mama watatu ambao wamezaa wamekimbia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mkono wa Mungu pamoja na wewe mwanaume uko alipo katika jina la Yesu. Kanisa tunaitwa kumtaka Bwana. Tunaitwa kwenye kiu ya Mungu. Tufunikwe na pendo lake. Upendo wa Mungu useme ya maisha yetu. Mimi nataka nimsikie Mungu akitembea. Mwili wangu ni hekalu la Roho Baba. Roho Mtakatifu tembea basi. Tembea Roho Baba. Lazima ungangane na Roho Baba. Lazima unganganie Mungu. Lazima unganganie Mungu. Waliotembea naye wote wamemngangania Baba. Wote ambao wametembea na Mungu walimngangania. Unasoma kuhusu Yakobo, alingangana na Bwana. Alingangana, malaika akasema niache Bwana. Asa squat malaika hapo. Ona masala. Melo tobosika. Selima katusha la mandele baboria. Selima kati mamos. Eketimani baruga basaide benedesha. Because paramandira kusaya. Roho Mtakatifu yuko tayari kutembea. Wewe Roho Mtakatifu ni hatari. Mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu vizuri sio mtu wa kawaida. Upepo hawezi kumzuia. Upepo hawezi kumzuia azuiliki. Is an extraordinary. But mtu ambaye anaenda kuna uwezesho mbona kuwa ndani yetu. Lakini it takes time. Hitaji muda wako kuungana naye Roho Baba. Kingana naye kwa siku tena ataanza kubadilisha. Wataka kalama za Mungu tende kazi ndani yako. Kalama za Roho Baba tende kazi. Ngana naye hapo hapo. Usiache. Usiache sema walinzi wote nyamaza. Asema walinzi wote kunyamaza. Mpaka ndakapolifanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa mji wa sifa. Watu wa Mungu tusinyamaze. Tusinyamaze. We are not called to be silent. We are not called to be silent. Rana masura barash. Melakusa parash. Zendi katila mas. Regene beti parata. Zendi makataila mes. Zendi katabila nusa yana. Ekotiana mani. Visima vitimuliwe. Visima vya Roho Baba vitimuliwe. Tunatangaza visima. Kwa ajili ya familia yako tunatangaza visima. Asiyepata mmoja ambaye atakuwa mtu wa kawaida. Tunatangaza visima. Visima vya Roho Baba. Uwepo wake utibuke maishani mwetu. Uwepo wake utibuke ndani yetu. Watu wanapotutazama wamuone Mungu. Watu wanapotuangalia wao wanamwangalia Mungu. Wanapokutana na sisi wamekutana na Roho Baba. Visima vitibuke. Baba tunaomba maji. Yesu mwana wa Mungu. Tunaomba maji ya uzima. Tunaomba maji ya Roho wako Mtakatifu. You are calling us into your presence. Unatuita uponi mwako Jehova. Unatuita uponi mwako Adonai. Mungu wa zamani zote. Unaliita kanisa la Tanzania uponi mwako. Unaliita kanisa la Mbeya uponi mwako. Mungu tunakuja. Tunakuja kama tulivyo. Tunakuja kama tulivyo Baba. Tunakuja Adonai. Hey, Melenda kitangos. Selimani katoka. Jehova meshkotea Mungu unayesafisha. Mungu unayebadilisha mambo. Jehova Rafa Mungu unayeponya. Yasini men. Let your presence. Acha uwepo wako uwe dhahiri. Acha uwepo wako. Jehova. Inuka Baba na Roho wako. Acha Roho wako atembee. Acha Roho wako atembee Baba. Mimi na pendo la Mungu ndani yetu. Mimi na kiu mpya ndani yetu Baba. Tusaidie. Oria masande. Rada wako sipa rada. Ibada za kweli ziinuke. Tukufanyie ibada wa Mungu. Rene masuya kata. Tusende bila uwepo wako Jehova. Tusende bila uwepo wako Baba. Tusende bila uwepo wako. Adui atatuonea. Tusende bila uwepo wako. Familia zetu Baba. Zifunikwe na uwepo wako. Zifunikwe na uwepo wako. Acha uwepo wako Mungu wa juu yetu. Achilia Roho wako Mtakatifu Jehova. Aufanye uwepo wa Mungu kuwa halisi maishani mwetu. Achilia Roho wako Mtakatifu yawe. Achilia Roho wako. Wasema katika siku za mwisho nitamwaga Roho yangu juu ya watu wote wenye mwili. Utamwaga Roho kwa mama. Utamwaga Roho kwa baba. Utamwaga Roho kwa vijana. Akada basuta. Elementa katablas kodesh. Ora mas
kucheleweshwa, the spirit of stagnation, wewe kuendelea kukaa hapo hapo. Hey! 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 Ya katanama. Shundu katao brezi. Wakashima balala basunde ketelebebe. Zeni katamarosi. Zeni ketela mazusha. Mito ya maji itoke ndani yako. Mito ya maji itoke ndani yako. Let rivers flow. Mito ya maji itoke ndani yako. Roho Mtakatifu anakutofautisha. Acha mito ya maji itoke ndani yako. Mito ya maji. Let rivers flow. Huyo Roho Baba anataka kufanya kitu cha kutofautisha na watu wengine. Divine shift. Kuna watu mnaamishwa. Viwango vilivyokuwepo mnaamishwa. Kuna mtu ambaye una shida kwenye mkono wako wa kulia. Maumivu ya mara kwa mara yasiyokoma kwenye huo mfupa. Na Roho Baba anatembea sasa hivi. Roho Mtakatifu anatembea. Reko zata barande. Zini katosha. Ikatayo na mas. Zini kataba baba. Remas kapalada. Let's go the rise. Acha baba inuke. Ranamas. Kuna mtu ambaye joint yako moja iendi vizuri. Joint yako una shida, stiffness kwenye joint. Ninakuomba kwa dakika zingine 2 au 3. Ana kama prosperity la bandera la shaka. Kama ulikuwa na shida ya joint ilikuwa iendi vizuri, anza kuitembeza sasa, unaona inaachia. Rama sota baran. Imama sushi. Abasini katash. Holy Ghost. Let rivers flow. Mito ya maji tembea. Mito. Wepo wa Mungu uwe sehemu yetu ya kuishi. Wepo wa Mungu uwe maisha yetu. Tusiende hatua moja bila uwepo wa Mungu. Tusipige hatua bila Mungu kwenda mbele. Ranama shelebende. Enda nasi Bwana. Akadabos. Kaina makose na mende. Randa rabakuze desh. Watu wanidharau biashara ambayo ulikuwa unaifanya. Lakini naona kuna mtembeo wa Mungu ambao unainuka. Kuna mtembeo wa Mungu ambao unakuwa juu yako. Mtembeo wa Mungu usiokuwa kawaida. Mtembeo wa Mungu. Umedharauliwa na Mungu, umedharauliwa na nani? Mtembeo wa Mungu juu yako. Karabosi dekela. Kuna mtu ambaye ana shida ya spine, mtu wa mgongo. Unapata shida, unapata maumivu. Nguvu za Mungu zikushukia kwa jina la Yesu. Chini ya shingo hapo. Maumivu yakome kwa jina la Yesu. Rama satele bonga. Yana makadiba babadash. Rabos kapaladash. Acha Roho Mtakatifu akugusa. Acha wingu la Mungu liwe juu yako. Acha wingu la Baba liwe juu yako. Wingu la Roho Baba likushukie. Endelea na Mungu, endelea na Roho Baba. Kuna vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi. Endelea na Roho Baba, endelea. My
tunasema nijaze leo. Nijaze na kiu yako. Wote tutachukua hatua ya kuja mbele. Nijaze na kiu yako. Tasimama hapo. Sogea. Tena tuombe kama gani ili ni neno. Makala bushati. Endelea kunena. Kila mmoja mpaka watoto. Kama wewe ni mwana Kings. Laiba sombrene keto. Sogea katila osa. Olaiba bikindo bosa. Nena, ongeza sauti. Shamba rebendo koshibe. De zuba lubo de zukunta bakisha. Zeke de bekutu pushikita. Kiu ya Roho Mtakatifu. Fungua kinywa chako, usome maombi yako. Ongeza sauti yako. Unajua unamhitaji Mungu. Tunajua tunamhitaji. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji kiu yake. Usijifanye wakati umekuwa katika maisha makavu. Mahali hapa sasa unganika na vijito vya Roho Mtakatifu. Jesus, a sipilota kala. Sabro isabarito plahakiko aparukutu plahasa simprimeke tolamatu lokota la magudushi kudushi keprinosi alusa rute aluma riketula sekimata apuramata petunimata sepuramata arapepepe sariata epulasha erabasepeta erimatapota aradebe saba asha ashiba ashibata ashibata bota ashibata bata bas era esina esinaba eshimata simanta roshi ehepata eyepetaka epeta osimekata elia labo shabara epilakata endika sobirata ehehehe ikapako kikikapato arubate epula semprimando kuta daluase esimara episha kata episha. Inua mikono yako juu ukiwa unaendelea kunena, anavuta tamka matamshi. Sema Roho Mtakatifu. Yesu. Kiu yako ndani yangu. Sasa. Yesu. Weka kiu yako ndani yangu. Sasa. Tukiomba hii utaingia kunena kwa lugha. Yesu. Kiu yako ndani yangu. Baruteke. Basuteke. Bashabata. Ahia batopo. Eketa peshi. Arubato.
Sheberebe. Rabarabo. Rapapapa. Shekekeke. Shabarabas. Rebebebesh. Zarrebeta. Dalato tagite. Doloto potobesha. Pato parapasha. Ebarapesha. Erapepepe. Sarroto. Shaboria. Shaboria. Yes. Usifungua kinywa chako. Kila mmoja aonza. Usitafakari hapa. Shabebebepe. Shaberibatabato. Rimaramando. Reketepesh. Simarimesh. Rimakapa. Lua kimbele. John Benot. Lua kijo. Rimakapa. Eshakata. Nena chote kabili tatu ine tano. Kama uneni kiwio. Unanena unapokea. Kwa jina la Yesu. Reberebes. Severia para. Napasha. Reberiata. Napasha. Timasa. Tonimoshe. Rabarabos. Epeshana. Osimara. Ayapasha. Rapapapa. Jesus. Ripasha. Jesus. Rapapa. Eyala. Arabashapa. Elibasha. Laburabash. Oribashapata. Jesus. 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 Arabash. Oribasha. Ebramandokish. Dolokombikiti. Dolokombikitiki. Direkitabasa. Loboribashapa. Lebelapo. Esabala. Ribashapata. Esibasabata. Jesus. Jesus. Inua mikono yako miwili. Sema Yawe. Yawe. Jehova. Roho Mtakatifu. Bila wewe sitaweza. Kuanzia leo niwezeshe, nisaidie, nishauri, niongoze, furika ndani yangu, Roho wako wa maombi ndani yangu, akainuke, anainuka. Chochea hiyo roho ya maombi sasa, nene kwa lugha. Twende patupa. Kalute peshi. Kepeshi pata. Lokoto peshe. Rimasa pata. Lokomori. Severi mata. Sheveri mato. Ramashaba. Lemekipa. Laporiash. Orimantaba. Oshibata. God worship. Father, I bless you. I give you glory. Thank you, Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Kabla tujakaa, upo hapa, asema sijampokea Yesu kuwa mwana na mwokozi wa maisha yangu. Uko hapa au sijampokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu, au ninapenda nijitoe kwa upya, au nimrudie Mungu.
mambo mawili haya, jampokea au kumrudia Mungu. Saa zingine sio tu kwamba mtu pengine ametenda dhambi kubwa sana kwenye mabano, lakini tu hata kiwango chako cha kumpenda Mungu, priority zako, yani vipaumbele vyako imechukua nafasi za Mungu. Naomba tufumbe macho. Tutaomba watu wote kwa nini ambao utajitambulisha kwa nini nimesema tufumbe wote macho. Inua tu mkono. Alafu tushushe kwanza. Wale ambao wamejitambulisha kwa hili ambao nalisema. Ungependa upokee Yesu Kristo au ungependa kumrejea, unaweza kainua mkono. Ungependa upokee na kumrejea Mungu na kumrudia Mungu. Hallelujah. Namashika Baba. Thank you, Father. Tutaomba na wote tutaungana nao kwa sauti kuu. Sema, Mungu, siku ya leo ninarudi kwako. Niokoe. Nisamehe. Asante kwa kuniokoa. Siku ya leo ninarudi. Nilianguka katika dhambi. Ninarejea. Nilianguka katika kukupa nafasi ya kwanza katika maisha. Nilianguka katika kutafuta uso wako. Nilianguka kimaombi. Nimeanguka kineno. Sisomi neno. Siombi. Nimeanguka kwa kuwa mbali na madhabahu katika jina la Yesu. Maana umesema usiache kukusanyika kwa pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Na kuomba unisamehe siku ya leo. Ninarejea. Neema yako inifunike ndani yangu. Kiu yako, kiu kwa habari ya neno lako na uwepo wako ikaongezeke kwa utukufu wa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa neema hii na kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Wale ambao kuna baadhi ya watu waliinua mikono. Wale walioinua mikono kaomba maombi ya aina mbili, kuokoka au kurejea. Usiondoke baada ya ibada. Amen. Shalom. Mungu mwema, naomba turudi tuchukue